Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifarume utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Tushukuru. Mungu wetu, tutakushukuru daima, kila wakati na kila mahali, maana umetulinda, umetutunza, na hata leo umetuamsha kwa muujiza tukiwa wenye nguvu na afya, na muujiza mwingine ukatuleta polepole na kutufikisha hapa palipotengwa tukuabudu katika roho na kweli. Na leo tunaadhimisha kuzaliwa kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Azaliwe mioyoni mwetu, azaliwe katika familia zetu, maeneo ya kazi, shughuli za biashara, wengine kilimo, uvuvi, ufugaji, ajira. Tuendelee kukusifu daima. Jina lako lihimidiwe sasa na hata milele. Amen. Wapendwa, nianze kwa kuwapongeza kwa kuifikia Krismasi ya mwaka huu. Maana tangu tulipomuomba Mungu atusukume kutoka Krismasi iliyopita, ni kwa muujiza wake tumeiona na Krismasi ya leo. Bwana asifiwe sana. Pongezi zinaendana na kukupongeza kwamba unapotoka Krismasi moja ukafika Krismasi nyingine, kwa mahesabu yetu ya haraka unakuwa umefikisha milo 720. Hapa tunaongea na waliokamilisha milo 720, kwa maana ya milo miwili kwa siku, mara siku 60, mara siku 30 ni milo 60, uzidishe mara miezi 12, milo 720. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo ndipo unaokamilisha ule wa mchana. Jitahidi uwe mzuri jamani. Ule wa mchana jamani, uwe mzuri. Usihitimishe na kuanza na kamlo kabaya. Mungu akupe neema ya kula vizuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa kinachotuongoza kinasema Mungu yu pamoja nasi, na ndiye Emmanuel. Kuzaliwa kwa Yesu kunadhihirisha kwamba Mungu yuko pamoja nasi kweli kweli. Na Mungu akiwa pamoja nasi, mabadiliko na mageuzi makubwa ya kimwili na kiroho hutokea. Tuanze na ya kimwili na ya kimaendeleo. Kuzaliwa kwa Yesu kulibadili historia ya dunia, pale ambapo hata kuhesabu miaka kulibadilika. Tukaanza kusema miaka kadhaa kabla ya Kristo, miaka kadhaa baada ya Kristo. Na hii ni kwa dunia nzima, kwa watu wote ndivyo tunavyohesabu: miaka kadhaa kabla ya Kristo, miaka kadhaa baada ya Kristo. Maana watu waliona katika yeye Mungu amekuwa pamoja nasi katika kuleta mabadiliko makubwa. Sehemu nitahitaja leo. Kutokana na Ukristo ulioletwa na Yesu, hata huduma za diakonia, huduma za matendo ya huruma, huduma za kusaidia wahitaji, huduma za kuwajali jirani zikaanza kama alama ya kuonesha kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Hata wewe ukiwasaidia wahitaji, ukagusa maisha yao, ukasaidia wengine bila kuwakatili, bila kuwaharibia maisha, unachangia kuonesha kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile vile hata huduma za tiba tunazoziona zimegunduliwa na kuanzishwa na wanakanisa, na hasa watawa walioishi kwa kujitoa na kutoa vipaji vyao na karama zao kwa ajili ya watu, kuonesha angalau kwamba Mungu yuko pamoja nasi, hata kwa njia ya tiba za dawa za asili, hata kwa njia ya tiba za dawa za hospitalini. Wanakanisa wakaonesha Mungu yuko pamoja nasi hata kwa njia ya tiba, na misingi yake ni katika Biblia. Ezekiel 47 mstari wa 12, neno linasema Mungu ameweka hiyo mimea
iwe dawa yenu. Kwa hiyo mtu asije akakudanganya akasema mimea, ukitumia mimea mitishamba ni ushirikina. Hapana, ushirikina ni mtu anayetumia vibaya hizo dawa. Kwa mfano akisema tumia ukiwa uchi. Sasa mmea ndio umeleta shida. Ni huyu anayeweka mbwembwe za kwamba awe uchi. Kwa hiyo mimea kama mimea wala haina ushirikina wala upotoshaji. Lakini Ukristo unaoonyesha kwamba Mungu yuko pamoja nasi haukuishia hapo. Ukristo umechangia hata kuanzisha mfumo wa elimu na malezi ya watu. Mpaka kwenye karne ya 12 kanisa likaanzisha mfumo wa vyuo vikuu kwa mara ya kwanza. Kama nchini Ufaransa karne ya 12 vyuo vikuu vikaanzishwa na makanisa vikiwa na vitivo vikubwa vitatu: teolojia, tiba na sheria. Teolojia, tiba na sheria, ili watu wamuone Mungu kupitia elimu, kupitia utafiti, kupitia kujibu maswali na mahitaji ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu kuwa pamoja nasi kupitia Yesu, kupitia Ukristo, kukaibuka mambo mengi yaliyoambatana na ujio wa Yesu. Huduma za hoteli na nyumba za wageni zikaanzishwa na wanakanisa kwenye karne ya 4 kusaidia wanaosafiri wapate mahali pa kuishi, wapate chakula, wapate cha kunywa. Ni mambo yaliyoanzishwa na kanisa, lakini sasa hivi yamesambaa mahali pote kwa watu wote, lakini chimbuko ni kanisa linaloonyesha kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Hata mifumo ya sheria, tawala na falsafa za uongozi zikaanzishwa na kanisa kwa misingi ya Biblia, kwa sababu Biblia ndiyo yenye amri 10 ambazo zimekuja kufuatwa na mifumo yote ya maisha. Kwa hiyo tunaona kwamba maendeleo haya ya kiutafiti kukidhi mahitaji ya watu kwa msukumo wa imani yaliendelea kiasi cha kuibua na kuchangia kukua kwa ujamaa hata na ubepari. Maana Biblia ina misingi ya ujamaa inayosema tule pamoja, tunywe pamoja, tusaidiane, tushirikishane mkate, usile peke yako, ukawa na kitambi peke yako. Ukiwa na kitambi na mimi nisaidie nile nipate kitambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona? Lakini hapo Ukristo una misingi ya ubepari ambapo mtu mmoja mmoja awe huru. Mtu mmoja mmoja awe huru kuchagua afanye nini, aendeleze nini, aendeleeje. Heshima ya binadamu, haki za binadamu zimo ndani ya Biblia. Tusiende mbali. Martin Luther akakazia sana kufanya kazi kwa niaba ya Mungu. Kila kazi akasema ni kwa niaba ya Mungu na ni wito. Kila kazi ni wito wa Mungu. Kule Ujerumani ukitaka kumuuliza mtu anafanya kazi gani, unamuuliza kwa kusema umeitwa na Mungu kufanya nini? Maana yake ni nini? Kila kazi ni ya Mungu na kila anayetumika ni mtumishi wa Mungu. Wengine wanafikiri watumishi wa Mungu ni watu wa kanisa tu au viongozi wa dini tu. Hapana, kila kazi ni mtumishi wa Mungu. Na hapa mkazo wa Martin Luther ukawa fanya kazi, kazi ikutafsiri, kazi ikutetee, maana asiyefanya kazi na nisiwacheleweshe. Tuna na mwingine aliyeitwa Calvin ambaye ni mwanzilishi wa madhehebu ya kimatengenezo yaliyotokeza wa Presbyterian na wa Baptisti. Huyu naye hata watafiti wamegundua, watafiti wa kijamii sio wa kidini, wamegundua kwamba alichangia kuanzishwa kwa mfumo wa ubepari rasmi. Kwa namna gani? Yeye akafundisha kwamba watakaoenda kwenye uzima wa milele wameandaliwa hata kabla hawajazaliwa. Mungu alishawateua watakao urithi uzima. Maana kuna mstari ya kusoma vizuri aliyosema kwamba kama vile Mathayo 25:34 unasema ingieni katika uzima wa milele mlioandaliwa kabla ya kuumbwa kwa misingi ya dunia.
lakini yeye akahusisha kuumbwa kwa misingi ya dunia na watakao teuliwa na watakaoingia uzimani. Lakini sisi wa Luteri hatusemi watakaoenda uzimani walishateuliwa kabla. Kilichoandaliwa ni ule uzima, uliandaliwa kabla. Lakini watakaoingia inategemea jinsi ulivyoamua kumpokea Yesu au kumkataa. Hilo litachangia kwenda kwenye uzima au kutoenda kwenye uzima. Lakini huyu mkazo wako ulisema pale pameandaliwa na watakaoenda walishaandaliwa mapema. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapo vya kuangalia. Alafu watakaoenda motoni nao walishaandaliwa mapema kwamba hao ni wa moto. Unamzaa mtoto lakini alishapangiwa moto wa milele, au huyu unamzaa alishapangiwa uzima wa milele. Maswali yakaibuka. Tutajuaje kama sisi ni wateule? Swali kubwa sana. Nitajuaje? Majibu ya wafuasi wa Calvin yakasema, ambayo sio vizuri kuyafuata. Yakasema, ukiwa na hali nzuri katika maisha, ukaweza kupata mlo wa mchana, ukaweza kupata mlo wa jioni, ukaweza kupata kifungua kinywa, ukaona hata na masaa yanaenda, unaona na wiki imepita, mwezi umepita, ujue una na nguo, una na makazi. Akasema ujue wewe ni mteule. Ukiona hatufuati, ukiona una hali ngumu, hata saa ziendi na siku haziendi na wiki haiendi, ni kama mtu alituambia, tulimuona kwenye mtandao, anasema kwa wenye hali nzuri sana ya maisha, kwenye ubongo wao wanaishi miaka michache, maana siku zinaenda haraka. Lakini wenye hali ngumu sana, kwenye ulimwengu wao wanaishi miaka mingi tena ya mateso. Maana usipopata mlo wa mchana na usipopata mlo wa jioni, unaona ni kama miaka 10. Yaani siku moja ni miaka 10 ya kukosa chakula, ni miaka 10. Kwa hiyo huyu akimaliza mwaka mmoja, mnasema amemaliza mwaka, kwamba kumbe amemaliza miaka 100. Nyie mpo mnasema mwaka unaenda haraka. Sasa hawa wakakosea, wakasema ukiwa na hali mbaya mno, ujue wewe utaenda motoni. Matokeo yake yakaja kutokeza kitu ninachokushirikisha sasa hivi. Watu wakaanza kubana matumizi ya fedha, kubana matumizi hasa ili ulinde hali ya uteule, usije ukapoteza hali ya kuwa na fedha. Linda sana fedha, kwa kuwa unabana matumizi, era isiishe, hali nzuri isiishe, ili ulinde kuonekana mbele za watu kwamba wewe ni mmoja wa wateule. Wakajizuia hata kwenda disco. Haya mnayoona watu wanaenda disco, wanapoteza hela zao, wakajizuia kabisa. Fikiria, yani kwa sababu ya kulinda uteule wakajizuia hizo disco. Haya, wakajizuia hata kuwa na wake wengi, maana walijua kuwa na wake wengi kunaweza kusababisha matumizi mengi, ukapoteza uteule. Lakini na hali ya maisha inaonyesha, inasema kila mwanamume aliyefanikiwa nyuma yake kuna mwanamke, na mwanamume ambaye hakufanikiwa nyuma yake kuna wanawake. Wewe angalia, anayefanikiwa nyuma yake kuna mwanamke, anayeharibikiwa nyuma yake kuna wanawake. Matumizi ya wingi katika lugha. Kwa hiyo wakabana matumizi, wakajizuia kula vizuri. Ule ili uishi, lakini sio uishi vizuri sana. Kula ili uishi, lakini sio uishi vizuri sana. Wakabana matumizi, matokeo yake wakawa na ulimbikizaji wa fedha nyingi. Tayari ubepari ukaibuka katika Ulaya ya kati na kaskazini, ambapo wana Calvin walikuwa. Kwa hiyo hata watafiti wa kijamii, ukiangalia kitafiti kwenye Google, watakwambia mafundisho
matengenezo ya Calvin yalielekeza watu kulimbikiza mali, kuwa matajiri wa kupitiliza kiasi cha kutokeza ubepari mambo leo. Pengine na wewe utatoka na mawili matatu leo. Toka na hilo la kubana matumizi, angalau bana matumizi, lakini usipitilize ukasababisha vidonda vya tumbo, ukajizuia kula kabisa. Uwe na kiasi. Paulo anasema kila kitu kwa kiasi. Bana matumizi kwa kiasi, tumia kwa kiasi, vaa kwa kiasi, unywe. Simaanishi kile ulichokifikiria, unywe kwa kiasi. Wengine ukisema kunywa wanafikiria vitu vingine, unaona. Kwa hiyo wakatokeza mfumo wa kibepari, lakini ubepari ukitumika vizuri unaleta baraka. Maana ukiwa na mtaji, ukiwa na fedha, nidhamu ya fedha ni maendeleo. Kwa hiyo tayari tunaona kwamba Mungu pamoja nasi akaleta mabadiliko makubwa yaliyotetemesha dunia, na hata tafiti za kisayansi zikafuatia na maendeleo ya viwanda. Huko sitaenda zaidi. Kwa upande wa kiroho, sehemu yetu ya mwisho, ujio wa Yesu ulifanya watu wabadilike na kufanyika viumbe vipya. Viumbe vipya kadiri ya Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, mtu akiwa ndani ya Yesu, tazama amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yesu huyu alikuwa ametabiriwa na manabii, mmoja wao akiwa Isaya sura ya 9 mstari wa 6, anasema maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu, mtoto mwanamume. Karne 7 au 8 kabla ya Yesu, habari za Yesu zinatabiriwa, na uweza wake wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake. Angalia majina yake: mshauri wa ajabu. Sio mshauri wa kawaida, ni mshauri wa ajabu. Unaweza ukasema ana ushauri wa kimuujiza kwa lugha nyingine. Ni Mungu mwenye nguvu. Tayari tuna Agano la Kale linalomtaja Yesu kama Mungu. Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Anakushauri kwa njia ya kutumia watu. Atatumia mke wako, atatumia mume wako, atatumia hata watoto wako, atatumia majirani kuleta ushauri wa ajabu, atatumia hata walimu kule shuleni, atatumia viongozi wetu, atatumia wahubiri, atatumia kwaya, atatumia watu unaokutana nao safarini, wafanyakazi wenzako. Na hapo maana yake tukubali ushauri, tusije tukawa kama ule mto unaoitwaje, Ngono, uliokataa ushauri ukapotea. Nilikuwa na uhurumia mto Ngono, nikiuangalia unatokea huko sijui ya Ngiro mbali huko. Lengo la mto Ngono lilikuwa ni kuweka maji kwenye ziwa Victoria, lakini angalia tena lingepitishia hapo Muutu likaingiza. Alikushauriwa vizuri. Mto Ngono ni huo sijui Kianyabasa, ni huo sijui wapi, ni huo Butainamo kwa Saida, ni huo unaenda kule ni huo unaenda kule maeneo ya Katoro. Angalia unaenda mbali na ziwa. Ni huo sijui Kashaba, ni huo tunauvuka tunaenda Mtukura. Ni eti unatafuta ziwa. Ni huo unataka kwenda Kiziba, inashindikana, unapita. Ni huo badala ya ziwa Victoria unayapeleka mto Kagera. Huu mto ndio akasema Ngono ekagenda yonka ya giraki yaba. Angalia, ilikosa hata ushauri. Lakini wewe Mungu awe mshauri wako wa ajabu, uweze kusonga mbele na kuvuka salama. Bwana Yesu. Lakini wanatuambia vile vile tukubali ushauri. Kuna ambaye wazo lake tu ndilo lipite, wazo lake tu
au hata likitoka kwa wengine anataka liwe lake. Mungu wa ajabu anashauri kupitia watu, kupitia wahudumu, kupitia wazee, watu wengi. Tusiwe kama kifaru. Wanasema katika habari hizi za kushauriwa, tusiwe kama kifaru. Maana kifaru ndio kwa kiaya enkura. Alipopima ni penyewe, hata kama ni kugonga mti. Sasa hiyo ni maisha gani? Hata kama ni kugonga mti, ameenda. Mungu akupe neema ya kutokuwa kifaru na kutokuwa mto ngono. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalau uwe kama mto Kagera. Mwenyewe umeenda vizuri, unajua utaweka wapi maji Huyu ndiye somo la Injili. Injili ya leo limemuita mwokozi wa ulimwengu. Omurokozi wensi zona n'abantu bona n'ebintu, ambaye Yohana 3:6 amesema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Huyu ndiye mafao. Huyu ndiyo mafao ya Mungu. Huyu Yesu anatuletea mafao ya Mungu. Wengine wamezoea mafao ya NSSF, mafao ya PSSF, mafao ya uzee. Kuna na mafao ya kimungu. Achana na hivyo vya NSSF. Afadhali upate NSSF ya kimungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mafao ya kimungu ambayo ni wokovu, ambayo ni neema, huruma ya Mungu, ambayo imefanya mwimbaji wa wimbo aseme, Mungu amefanya nini? Amenihurumia. Tendo hili ni kubwa sana, sikustahili. Hayo ni mafao. Mungu amenihurumia, tendo hili kubwa sana, sikustahili jambo hili, anasema wokovu, neema, upendo, kurithi uzima wa milele. Tumaini la kurithi uzima wa milele. Hili ni fao kubwa pitiliza. Kuwa wana wa Mungu kwa sababu umempokea. Na wimbo ukasema, wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana. Wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa, aliwapa uwezo kuwa, aliwapa uwezo kuwa wana. Kanisa kuu mnaelewa nyimbo zote, mahali pengine naimba peke yangu, lakini hapa bulikao yangu kutambaka. Wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana. Wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana. Aliwapa uwezo kuwa wana. Aliwapa uwezo kuwa, akawapa uwezo kuwa wana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akiwa pamoja nasi, tutamzalia Mungu na watu matunda mema. Wimbo wa 440, wimbo wa mwisho kabisa. Tunashangaa, wa mwisho tu ndio unaosema zaeni matunda mema. Nyimbo zote zinafungwa kwa kusema zaeni matunda mema. Zaeni matunda mema. Zaeni matunda yale. Zaeni yenye faraja. Zaeni ya
ukitaka orodha ya matunda mema ya Roho Mtakatifu utasoma mwenyewe Wagalatia 5:22 hadi 23. Ni orodha ndefu ya matunda ya Roho Mtakatifu. Moja wapo ni upendo. Ndio umeanza katika orodha ile ya matunda mema. Ni upendo. Upendo ukiwepo, hakuna upendeleo. Maana upendeleo ni upendo uliopitiliza, usio na kiasi. Kila kitu mpe huyu, kinachotokea sasa mpe huyu, mpe huyu. Sasa huo ni upendeleo, sio upendo. Upendo ukiwepo, hakuna ukatili. Upendo ukiwepo, hakuna ubaguzi wa kidini, wa kikabila, wa kiumri. Kuna mwingine anapenda watu wa umri wake tu, watu wa rika lake tu. Hakuna ubaguzi wa kipato, hakuna ubaguzi wa elimu, hakuna ubaguzi wa vyeo, hakuna ubaguzi wa kiutajiri na fedha. Na kama ingewezekana, tungewapenda watu wote kwa usawa bila kubagua. Maana uwe tajiri, uwe na cheo, uwe na elimu, uwe na mambo makubwa, sisi sote ni wapitaji, hatuna mji udumuo. Mimi nimeshiriki kuzika wenye vyeo vikubwa, nimeshiriki kuzika wenye utajiri mkubwa, nimeshiriki kuzika wenye elimu kubwa, wenye umri mkubwa na umri mdogo. Ni hilo lisoma humo, ni kumtanguliza Mungu na kuachana na kubeba hivi vitu vya dunia ili Kristo atawale. Bwana Yesu asifiwe sana. Alexander mkuu wa Ugiriki ametuonesha kwamba ni kama yale majina yanayoitwa Bionabusha, yote ni bure. Majina ya Bionabusha yanamaanisha yote ni bure au yote ni ubatili. Alexander mkuu wa Ugiriki alitawala, akapanua dola lake karne kama ya 4 kabla ya Kristo, akatawala maeneo ya Uturuki, anaelekea mashariki, akatawala maeneo ya Irani, maeneo ya Iraki, sehemu ya India, sehemu ya Pakistan. Akawa tajiri mkubwa mwenye nguvu za kijeshi na kiutawala na kisiasa. Kifo kilimkuta akiwa Irani, lakini kabla ya kufa akawaambia wasaidizi wake waandike mambo matatu. Ndiyo ninayosema sasa hivi. Akasema, jambo la kwanza, nikifa mwili wangu ubebwe na madaktari kuthibitisha kwamba wameshindwa kunitibu. Nikifa mwili wangu ubebwe na madaktari na wauguzi ndio walibebe kama ushahidi, huyu tuliyepambana kumtibu imeshindikana, pamoja na ukubwa wake na vyeo na mali na utajiri na ufalme. Jambo la pili akasema, mikono yangu muiweke hivi nje ya jeneza. Wale mnao Google kwenye internet wameonyesha picha yake. Mikono itoke hivi nje ya jeneza, alama ya kuonyesha nilikuja bila kitu, naondoka bila kitu. Fikiria, huyu ambaye nimekuambia alitawala karibu mashariki nzima, mpaka anaitwa mkuu, Alexander mkuu. La mwisho linatisha. Akasema, mkusanye fedha zote na dhahabu zote na almasi zote, ndio vikusanye, munizike navyo, alama ya kuonyesha kila mtu atafute vyake. Haya yanaonesha nini? Kwamba sisi tuwe watu wa wote, tuwe watu wa wote. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali twautazamia ule ujao. Sasa upendo huu sio wa maigizo. Kuna wengine wanaigiza upendo. Biblia inatuzuia kuigiza upendo. Wanaoigiza upendo ni kama wale ambao wanakumbatiana, alafu huku sura inasema
Au wanasalimiana, za siku nyingi, asante. Akishaondoka sema, kione kilivyo, kione na vinywele. Au wanaigiza upendo. Lakini vile vile ni upendo usio wa kudhaniwa. Kuna watu ambao wanadhaniwa wana upendo, kumbe hawana upendo. Mifano tunayo. Mmoja ametusimulia aliyoyaona yakamshtua. Aliona baba na mama wamo kwenye gari, wamefika sehemu wanapotaka kushuka. Baba akashuka kwenye gari, akamfungulia mama mlango wa gari, kacha, akatoka. Huyo mtazamaji akasema, Mungu mkubwa, hawa wanaupenda, mpaka mme anaenda kumfungulia gari mkewe. Huyo alifika akisema, namtukuza Mungu kwa ajili yenu. Anamwambia mama ongera, mama ongera. Mme anamfungulia hata mlango. Akasema, hiyo sio kweli. Kitasa cha gari ni kibongo, imebidi anifungulie. Tunaishi kwenye ulimwengu wenye changamoto nyingi. Tumuombe Mungu atusaidie turudi katika upendo ule wa kweli. Upendo wa kweli. Upendo wa kweli ndio mwimbaji anasema, upendo ule ule, upendo ule wa kwanza, upendo alionipa Yesu, kamwe sitauacha. Upendo ule ule, upendo ule wa kwanza, upendo alionipa Yesu, kamwe sitauacha. Wewe endelea kumpenda mmeo hata kama amekuchukia. Wewe mpende, utimize wajibu wa Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpende tu, mpende mkeo hata kama amevunja utaratibu wa kukupenda. Chakula sasa hivi akukabidhi kwa mikono, anakuonyesha kilipo kwa mguu, nenda kiko pale. Na penyewe wewe mwambie, Bwana, mguu unyoshe vizuri usije kaanguka. Maana wengine wamefikia hapo. Sisi tunaofunga ndoa, wengine hizi ndoa wanazosema ezo kutagasa, kuchemsha, ndoa za kuchemsha. Wanasema wakati mwingine watu wameshakaa pamoja na wameshazoeana hata hawapendani. Sasa tukiwa tunawafungisha ndoa, unakuta anampa mkono, amemwangalia kwa jicho baya. Eti mnafunga ndoa. Washabiki huko wanasema, wambambe maua, wambambe maua, ye maua. Wahusika wenyewe hawana cha fulani. Kwa sababu ameisha mchosha. Sasa hawana ule upendo ule wa kwanza. Biblia inasema na wimbo unasema, upendo ule ule, upendo ule wa kwanza, upendo alionipa Yesu, kamwe sita. Usikate tamaa, usiuache hata kama amekuchukia, hata kama hakupendi. Mungu anakupenda yawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atakufariji, mshauri wa ajabu. Kwa hiyo tunasema Mungu atusaidie tudumu katika upendo ambao hauna mipaka, ambao hauna ubaguzi. Mungu akiwa pamoja nasi, hakuna kupotosha na kuangamiza watu wala kuleta ghasia. Tunaposherehekea Krismasi hii, kuna yaliyoharibu lengo la mfalme wa amani maeneo ya Mubunda huko. Ametokea anayefundisha kwa kupotosha, huku akibaini wachawi. Na mama mmoja aliyekuwa na mtoto mwenye shida ya pneumonia, ambapo hapumui vizuri, badala ya kumpeleka hospitalini hata akapimwa na kugunduliwa shida aliyo nayo, huyu anamwambia, mchawi wako ni jirani yako,
na huyu anamtumia message jirani, umwache mtoto wangu. Jirani anashtuka, nimefanya nini? Kumbe ni wale wanaochonganisha watu, wapotoshaji, manabii wa nini? Wa uongo, ambao wametajwa na Yesu katika Mathayo 7:15, jihadharini na manabii wa uongo. Huyo kila mara, umwache mtoto wangu, usimuue mtoto wangu. Siku moja huyu mama mwenye mtoto akapeleka katoto akaacha kwa mtuhumiwa, kama anasema kafia hapo, kama unanufaika nufaika, lakini nimekuachia, kama unakaua kaue. Na huyu mtuhumiwa akaongozwa na mshauri wa ajabu, mfalme wa amani. Yule mama, ningekuwa na mfahamu wa mtuhumiwa, ningempelekea kazawadi. Akampeleka yule mtoto kituo cha polisi, akasema, jirani yangu amemtupa mtoto wake kwangu, ananituhumu kwa 1 2 3 4, naomba vyombo vya dola viingilie kati. Yule mama mwenye mtoto, mzazi wa mtoto, akaletwa. Hakupewa ulinzi, aliwekwa chini ya ulinzi. Unajua kuna mambo mawili, kupewa ulinzi au kuwekwa chini ya ulinzi. Sasa huyu akawekwa chini ya ulinzi. Amri ya kwanza, mnyonyeshe. Unanyonyesha ukiwa uko chini ya ulinzi. Amri ya pili, mpeleke hospitalini. Akapeleka mtoto hospitalini akiwa chini ya ulinzi. Mtoto akatibiwa, ikagunduliwa ni pneumonia, amepona. Mafundisho potoshi, ameokoka na kupona mtoto yule. Bwana Yesu. Kwa nini tunayasema haya? Tunayasema haya kwamba turudi katika usahihi wa neno la Mungu. Hospitali ni Mungu ameziweka. Nimewaambia historia ya mahospitali. Dawa ni Mungu ameziweka. Nimewaambia historia ya Ezekieli 47 mstari wa 12. Ezekieli 47 mstari wa 12. Mimea imewekwa iwatibu. Kwa hiyo tayari tunaona kwamba Mungu akiwa pamoja nasi, hatutaangamiza watoto wetu kwa mafundisho potoshi. Mungu akiwa pamoja nasi, hatutapeleka mishahara yetu kwa mtume. Wengine sasa hivi wanapeleka mishahara yao inaishi kwa mtume. Wakitaka chakula wanamuuliza mtume, leo Krismasi ile nini? Mtume anasema ule ugali. Hata akitaka kusafiri kwenda Mwanza tu anamuuliza mtume, naweza kusafiri? Anasema hapana, hela imeingia kwenye uinjilishaji, utaenda mwaka kesho kutu. Uhuru wa watu umepotezwa. Haki za watu zimepotezwa kwa mafundisho potoshi, kwa tafsiri mbaya za Biblia. Mungu atusaidie turudi katika neno ambalo litatukomboa na kutupatia uhuru, maana Mungu yu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akiwa pamoja nasi, Zaburi ya jana ya 136 inasimama kuwa Mungu atatuokoa na maadui zetu. Unapoona umemaliza huu mwaka au umemaliza Christmas, tangu Christmas iliyopita kufikia Christmas hii, ujue kwamba maadui zako wameshindwa na wamerejea. Walikuwa wanakutafuta hawakupati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mtu ana msalaba wake na maadui zake. Mwingine amepangiwa maadui wawili tu kwenye maisha yake yote. Mwingine tuadui tunne. Unajua kuna maadui na tuadui. Mwingine amepangiwa tuadui tunne. Mwingine maadui 100. Mwingine maadui 1000, milioni 1, bilioni. Lakini Zaburi inasema Mungu amekuvusha salama dhidi ya maadui zako, wasiopenda taasisi yako, wasiopenda familia yako, wasiopenda maendeleo, hata unavyovaa. Hata hapa inawezekana kuna mtu anamwangalia jirani, hii kwa nini limevaa hivi? Mwingine anateswa na hayo. Tuko kwenye Mungu amenihurumia, yeye yuko kwenye lione vinywele. Yanayowatesa watu mbona ni mambo ya kawaida. Eti mtu amevaa, eti mtu ana gari, eti mtu ana nyumba. Mbona ni vitu ambavyo visiharibu undugu na Ukristo wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anasema amekuokoa na kukuvusha, Zaburi ya 136. Na anaendelea kusema kwamba kwa kuwa amekuvusha
kwa kuwa amekuvusha salama, basi ukamshukuru. Zaburi ile ya 136 inasema mshukuru Mungu kwa kuwa amekuvusha. Lakini ukiangalia Zaburi ya 107 mstari wa 22 anasema tusiishie kwenye kushukuru kwa maneno. Namshukuru Mungu amenivusha salama. Christmas. Anasema shukuru kwa kutoa sadaka na dhabihu. Na leo nimesikia wanatangaza kuna shukrani maalum ya Christmas. Mungu akupe neema ya kuona yote Mungu aliyokutendea na umshukuru kwa ajili ya hayo mema. Mshukuru kwa dhabihu, mshukuru kwa fedha, mshukuru kwa sadaka, kwa shukrani. Hata wale walioenda kuona Yesu alivyozaliwa, tunaambiwa walianguka, wakasujudu, wakamtolea hazina zao, wakamtolea fedha, wakamtolea uvumba na manemane. Sasa mimi manemane nilishinda kuielewa, lakini nikasema tuiweke kwenye Kiingereza, bring manemane. Oleta mahera. Oleta mahera. Mara ogalete na oshemererwa. Tuna MC mmoja wa Karagwe kule anachangamsha kwa MC na jirati osemererwe nororabwe na madeni. Nabatai na madeni na boti bainena kuzabo. Shemererwa kwa sababu Bwana amefanya nini? Amezaliwa kwa ajili yetu na Mungu yu pamoja nasi. Mungu awe nasi. Na ni maombi yangu kuwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani, akulinde, akutendee miujiza ya kusherehekea vema Christmas, umalize vema Christmas na mwaka huu, na uanze mpya wa 2026 ukiwa na nguvu mpya, matumaini mapya, na kwa njia hiyo kumtukuze Mungu pasipo kukoma. Jina lake lihimidiwe sasa na hata milele. Amen. Neno lako